kĩangai mwathani akumire rĩrĩa twathomaga subject ciothe cia mathabu na gĩthũngũ na biology na hena subject yetagwo CRE na athomagwo ũhoro wa Bibilia mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩyo twathomaga nĩ ũndũ nĩ tũgeka kĩgerio twarĩkia form 4 kana twĩ nĩ tũgeka kĩgerio na nĩ hagakorwo na subject ya CRE na ĩkamakwo torĩa mathabu makamakwo mwathani arogocwo. Na ũkĩheo point ĩyo torĩa mathabu tũikage tusaidiane na mama Kung'u ili dada yetu asikie na fahamu yote tunayonena na tutasikia sawa. Tumpigie makofi akija. Yeye ndiye mkalimani wa maajabu leo. Bwana asifiwe. Nilikuwa nikiongea habari ya shule. Wakati tulikuwa tunasoma tulikuwa na subject ilikuwa ya CRE ya madini na kulikuwa na hesabu, kulikuwa na hisia, history, na zote zilikuwa zikipewa alama maksi kulingana na ũrĩa mũndũ ekire, kulingana na kile mtu alifanya. Ukakora CRE ndio ĩrathomithio ta ũrĩa mathabu mangĩthomithio. Unapata CRE sababu inasomeshwa kile hesabu inasomeshwa tondũ nĩ haha hahingũragwo au hapa ilikuwa inafunguliwa nĩguo weke kĩgerio ũhĩtũke. Ndio kwa mtihani upite kwa na gĩthomo gĩa CRE gĩa cukuru gĩtihana gĩa gũkũ. Na masomo ya shule ya CRE si kama ya hapa. Onakorwo kĩgerio ya CRE ĩkoragwo Bibilia. Hata kama wakati wa CRE kulikuwa kunafunguliwa Bibilia tondũ nĩ gĩthomo kĩrathomwo gĩgekĩrwo kĩgerio. Hadi masomo tunasoma yanawekwa kwa mtihani. Wale na mathabu magekĩrwo kĩgerio. Kile hesabu ingefanywa kwa mtihani. Kwa CRE ya hĩndĩ ĩyo ĩigagĩra meciria-inĩ. Ya siku hiyo ilipelekwa kwa mawazo. Tondũ nĩ manoragwo. Hadi ilikuwa inanorewa. Koguo ĩyo ndĩrakũmakire. Kwa hivyo isikushtuwe. Ũmũthĩ ũhoro ũyũ ũraingĩra ngoro. Ya leo hii inaingia kwa roho. Kĩu nĩkĩo kĩgĩna kĩa Ngai. Hiyo ndio hazina ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri hata mtoto kuingia kwa ibada. Ikiwa yeye ndiye kanisa ya kesho na kesho kutwa, ni lazima hata yeye akuje afundishwe, akomae kuwa kanisa nzuri. Kama hivyo Mama Ikipi amesema, anataka watoto wake waende kwa ibada na ili wajengwe, wawe na viungo vyote, wakomae kulisi ufalme wa Mungu. Wakiwa huko ni sawa na sisi. Wakiwa huku ni sawa na sisi. Wasikie neno la Mungu liwajenge. Si kwa mawazo, lakini ni kwa roho zetu. Wapate neno liwe usaidizi wao wanapoendelea kwa maisha yao. Bwana asifiwe. Sema nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa mlinzi mwema. Amenilinda. Amenipigalia vita. Hapo nimefika, imegharimu mkono wa Mungu. Kwa hivyo naona tu niko na sababu lolote la kuinua Mungu. Na kumwabudu. Na kusema sifa ni zake. Kwa hivyo nimemuona kwa yoyote ile. Nitapea mkalimani wangu. Amen. Hata yeye ameokoka. Mchana wa leo anainua Mungu kwa matendo yake. Yale amenitendea ni mengi, siwezi kuyaeleza. Nimeona neema za Mungu. Tumeandamana pamoja. Hata kuna changamoto nyingi, Mungu ananipigania. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tupigie makofi mazuri. Tukiingia kwa neno la Mungu, nilikuwa nikiwaza mambo ya Wanaisraeli wakati walikuwa wanatoka nchi ya utumwa wa ukombo. Ile mahali bũrũri wa ukombo, wakati walikuwa katika nchi ya utumwa, hawakuwa wakinenewa na Mungu vile anataka wakae. Maana hawangeweza kutumikia mfalme wa utumwa,
na Mungu yule anayewatoa huko. Kwa hivyo jambo la kwanza, Mungu ilikuwa awatoe kwa nchi ya utumwa, alafu awapeleke kwa ile nchi anawaaga, na ili awe anawanenea wakiwa huko vile watakaa. Hata sisi tulivuka Yordani. Kwa hivyo Mungu atatunenea na maneno mengine, maana tushavuka vile tutakaa. Tulimwagiwa mafuta, sasa tutanenewa kama watu wamemwagiwa mafuta. Si wale watu ambao hakuwa na mafuta mbeleni. Hata matendo yetu yatakaa kwa watu wamemwagiwa mafuta. Maneno yetu yatakaa kama ya watu wamemwagiwa mafuta. Maisha yetu yashabadilika. Sisi ni watu si wale wa zamani. We are special people. We are a chosen generation. Tumechaguliwa na Mungu mwenyewe, na ako na sababu na kutuchagua na kutumwagia mafuta. Kwa hivyo tunapokaa kwa hii maisha ya mafuta, tukawa watu wako na mafuta, tupende kama watu wamemwagiwa mafuta. Maisha yetu yakae kama watu wamebarikiwa, kama watu wameinuliwa, kama watu wamefanyiwa, si watu wa zamani. Kwa hivyo sisi si watu wa kawaida, sisi watu wa maajabu. Hata watu wakituangalia waone tunao jambo lisilo kama wao, hata mienendo yetu isiwe kama ya watu wao wengine. Bwana asifiwe. Kunaye mtu alimwagiwa mafuta, jina lake ni David. David alimwagiwa mafuta, na kulikuwa na watu wengi katika nyumba ya Yakobo, katika nyumba ya Jesse. Kulikuwa na wengine walikuwa wakubwa, na walikuwa wengine walikuwa wanaonekana kama wako na nguvu kushinda David. Lakini David alichaguliwa. Hata sisi hakutuchaguliwa, maana hakukuwa na wengi. Kulikuwa na wao, lakini sisi ndio tulipendwa na Mungu. Sisi tulikuwa tunahitajika kwa Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza, kujua ulichaguliwa kwa wengi. Mungu alipendezwa na wewe, maana alikuwa na sababu yako ya kukuchagua. Huyu David ni nani? Huyu David ni mwana wa Jesse, na alikuwa na brothers na sisters, na yeye pia alikuwa akitinda mimba. Haya, David alipomwagiwa mafuta, kama vile unajua kuna kuanga na vita. Kwa hivyo hata ukimwagia mafuta si baraka tu, kuna kuanga na changamoto. Zaweza kuwa ni za familia, hata kanisa la Mungu, ama kule unafanya kazi, ama watu wale unampelekana na wao. Kwa hivyo David alipomwagiwa mafuta, alikuwa na changamoto kwa maisha yake. Lakini maana Mungu alikuwa na lengo la kumwagia mafuta, alimshika mkono. Ndugu na dada, umeshikwa mkono. Ukisema ukimwagiwa mafuta utakutana na changamoto, utakuwa. Lakini Mungu ako na njia za kukuondoa hizo changamoto. Kwa hivyo tujue tumemwagiwa mafuta, tutakutana na changamoto, lakini tunaye mwenye vita, yule atatupigania. Alipomwagiwa mafuta, kunaye mtu katika nchi ya Wafilisti, jina lake alikuwa anaitwa Goliathi. Huyu Goliathi ni nani? Inasemekana ni kijana aliyetoka katika kijiji cha Gileadi. Gadu.
Joabu na alikuwa shujaa, nani Jaba pia alikuwa na nguvu. nani na hinya Hata ukipima vile anaelezewa, nani manyele ya unaweza kuona kama ni mwana mmoja wale walikuwa kwa hana tando wale ametagwo ali wa Anaki. anakaa kama wale vijana walikuwa wanaitwa wa Anaki. Ndio tulielezagirwo aikaraga. Alikuwa anaelezewa alikuwa anakaa. Na wale ahũranagĩra rũrĩrĩ rwao bara. Alikuwa taifa lao vita. Na ndio tũraconorithagia Aisiraeli. Alikuwa anaitisha Waisraeli. Na kiugo kĩa Ngai gĩkoiganĩtie mwe David agĩthiĩ kũrĩa bara yarĩ. Na neno linasema David siku moja akaenda katika mahali ilikuwa alikuwa ajapewa ikinyũrũria Isiraeli. Akakuta katika ile shujaa ya vita huko kwa Israeli. Na ũcio akĩigua ndũbatiĩ. Hiyo jambo kasikia haijafanya. Si nzuri. Sio haifai. Ndĩragĩrĩra atĩ kũnyũrũria Aisiraeli eho. Haistahili haki Wanaisraeli akiwa hapo. Na kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ. Neno la Mungu linasema atĩ thikũ ciothe Goliath oimagĩra. Ati kila wakati Goliath alikuwa anatokea. Akanyũrũria Isiraeli. Anadhihaki Wanaisraeli. Na nĩ mũndũ wothe etĩkĩtie Ngai. Na ni mtu mwenye ameamini Mungu. Akanyũrũria nginya Ngai ũrĩa wĩhokagwo nĩ Isiraeli. Anadhihaki mpaka Mungu wa Wanaisraeli. Na imerete matukũ 40. Alikuwa ametokea masiku 40. Kwa siku za ihinda rĩrĩ Daudi athiĩ werũ-inĩ nĩguo Goliath oneke. Watu wasema tu wakati Goliath alienda kwa vita asijue Goliath alipatikana. Daudi aonekete mahinda maingĩ mũno. Alikuwa amepatikana wakati mwingi sana. Sababu kiugo kĩa Ngai kiugaga ona rĩrĩ Daudi athiaga. Neno la Mungu linasema hata wakati Daudi alikuwa anaenda. Atũmĩtwo nĩ baba wao Jesse. Alikuwa ametumwa na babake Jesse. Athiĩ akarore ariũ a Ithe. Aenda akaangalia ndugu zake. Kiugo nĩ maikarĩte matukũ maingĩ mũno werũ-inĩ. Wakati mwingi alikuwa amekaa huko kwa na gũgĩkinyĩrĩra no nginya makarorwo. Ikawa ni lazima aangaliwe. Na kiugo kĩa Ngai kĩroiga aimagĩra akamarĩria agacoka agaikara thĩ. Neno linasema alikuwa anatokea na ongelesha anakwenda kwa sababu Israeli ũkiumĩra. Anatokea Mwisraeli hata mmoja anaweza kutokea. Na ithuĩ tũtiagĩte maũndũ matũnyũrũrĩtie mĩaka. Na sisi haijakosa mambo yamedhihaki kwa maisha yetu. Ona waitĩrĩrio maguta. Kama unamwagiwa mafuta. Ũgekora kamũrimũ karĩa kangiaga. Unajikuta tu hata hiyo ngoja ilikuwa inakusumbua. Kaja kumĩra ta Goliath. Anaanza kujitokezea. Tũngiumĩra haha tũng'eng'ane nake. Atatokezea hapa tung'ang'ane na yeye. Matukũ maingĩ. Wakati mwingi. Waikara wagoca Ngai waigua wĩna mwaki. Hata wakati umesifu Mungu unakuta uko na moto. Karĩa Goliath magagũcemba. Tena kana kunyenyekea. Gakũnyũrũria ũrĩa wothe ũkwenda. Na kuziaki vile wote mnataka. Ndugu wa Isiraeli mekagwo. Hivyo ndio Waisraeli walikuwa wanafanya. Mũndũ ndagĩte Goliath wake. Kila mtu ako na Goliath wake. Ciana citũ nĩ iratuĩka Goliath matukũ hata watoto wetu wamekuwa kama Goliath. Magatunyũrũragia na njĩra ũrĩa mangĩtunyũrũria nao. Wanatudhihaki kwa kila njia. This is the day. Hii ndio siku. This is the day. Siku ni ya leo. Goliath kiugo gĩake na igũrũ. Goliath kichwa yake inainuliwa juu. Hii ndio siku. Hakikani hizo siku 40 ikatokea. Lakini hii ndio siku. Tutainua kichwa yake juu. Tutasema enough is enough. Mungu amenena. Hatujali kama ni ugonjwa unakusumbua. Hatujali kama ni mtoto anakusumbua. Hatujali kama ni kwa familia unasumbuliwa. This is the day. The Lord has taken his hand upon us. Amen. Matukũ marĩ maingĩ. Siku tulikuwa nyingi. Na Daudi akiuawa. Lakini Daudi akasema, this is the day. Kwa akiuawa kuna igũrũ. Tutirie maguta makwa wĩra. Fanyisha mafuta yako kazi. Goliath ũkĩmũringithania na Daudi. Ukilinganisha Goliath na Daudi. Nĩkuona nĩ ta ariũ a Anaki akĩrora ũguo kuona tarĩ ngari. Akiangalia naona kama yeye ni kama Bwana asifiwe. Amen. Ati Goliath ũraihu wake wa moko. Urefu wake wa mkono. Akielezewa. Akielezewa.
Ndĩrenda wanjie gũcora mũndũ ũcio wĩtagwo Nataka mwanze kuchora huyo Goliathi. atĩ ũraihu wake wa moko warĩ 6,000. Ati umefungwa mikono hivi ilikuwa 6,000. Ngũbia ĩrĩa ekagĩra ya gĩcango Ukiendelea ilikuwa anavaa ya cuma ya chuma. yarĩ ya kilo 6. Ilikuwa kilo 6. Ona ta rĩu thaa ici ũngĩkĩrwo kilo 6 mũtwe wegũkĩra. Kama sasa ukimaliza kwa kilo 6 unaweza simama kweli? Ũraihu wa guoko kwa 6,000 ndũrore ũraihu ũcio wone nĩ nginya kũ. Hiyo urefu wa mkono, sio umepata wapi? Magũrũ make ekagĩra icango cia 5,000. Miguu yake alikuwa anavaa hiyo shango ya 5,000. Ucoke wone mũrũ wa Jesii Daudi. Alafu uone huyu Kĩringana ya Jesii. This is the day. Anasema ni leo. Maguta mekũruta wĩra. Ni leo vile itafanya kazi. Reke tũthome. Hebu tusome. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli Katika kitabu ya Samueli wa kwanza Wape tutasoma. Mama Komu hana Biblia tutasoma, lakini juu atatumika siku ingine atakuwa. Amen. Tutasoma na yeye hii yangu. Tusome kitabu ya Samueli wa kwanza. Tutasoma pahali mingi hapo nitakuelezea. Tukulia Samueli wa mbele 17 11 tuanzie mstari wa 8 hivi. kwa peke yao nyanya. Nitakuambia vile tutaenda. Page number 348. Tuko leo tiete na bali 48. Biblia za Kikuyu. Biblia ya Kikuyu. Tunasema hivi. Tumefika. Nayo ikirũgama ikianĩrĩra ikĩra itungati cia ita cia Isiraeli atĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte mume kwanyu mũgoka gũthapa ita rĩanyu gũkũ? Githĩ ti niĩ ndĩkĩrĩ Mũfilisti, na inyuĩ githĩ mũtikĩrĩ ndungata cia Saũlũ? Wĩthurĩrei mũndũ ũmwe wanyu aikũrũke oke harĩ niĩ, nake ahota kũhũrana na niĩ anjũrage-rĩ, tũgĩtuĩke ndungata cianyu, na wona ndamũhoota ndĩmũũrage, nĩmũgũtuĩka ndungata citũ mũtũtungatagĩre. Mũfilisti ũcio akiuga atĩrĩ, ndamũnyararithia inyuĩ itungati cia Isiraeli ũmũthĩ, mũtikĩhe mũndũ ũmwe tũhũrane nake. Nake Saũlũ na Isiraeli othe maigua ciugo cia Mũfilisti ũcio makĩmaka na magĩtigĩra mũno. Bwana asifiwe. Haya, turuke tuende 16. Nasema nake Mũfilisti ũcio akĩnina matukũ 40 o atengagĩrĩra harĩ Isiraeli mũthenya, rũcinĩ na hwaĩ-inĩ nĩguo eyonanie harĩo. Nake Jesii agĩkĩra mũriũ atĩrĩ, ũkĩra woe heba ĩmwe ya ngano ĩno hĩhie nĩ ũndũ wa ariũ a nyũkwa, ona mĩgate ĩno 10 ũtwarĩre ariũ a nyũkwa indo icio narua kũrĩa kĩraro-inĩ. Nacio cienyũ ici 10 cia ngorono ũcitwarĩre mũnene wa gĩtungati kĩao ya thigari 1000. Ũkĩrore ũrĩa ariũ a nyũkwa matariĩ na ũnjokerere na kĩmenyithia kĩa ũrĩa ũhoro wao ũtariĩ. Amen. Turuke tuende 26. Nake Daudi akĩaria na andũ arĩa marũngiĩ hakuhĩ nake akiuga atĩrĩ, nĩ atĩa mũndũ ũyũ ũrũagĩrĩra Mũfilisti ũyũ eherie rũmena harĩ Isiraeli egwĩkwo? Nake Daudi akĩaria na andũ arĩa marũngiĩ hakuhĩ nake akĩũria atĩrĩ, nĩ atĩa mũndũ ũyũ ũrĩũraga Mũfilisti ũyũ eherie rũmena harĩa Isiraeli egwĩkwo atĩa? Nĩũndũ-rĩ, Mũfilisti ũtarĩ mũruu nake nũũ ũkũnyararithia itungati cia ita cia Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo? Nao andũ acio makĩmũcokeria ũhoro o ta ũcio, makiuga atĩrĩ, ũguo nĩguo mũndũ ũrĩa ũrĩmũũraga egwĩkwo. 28. Nake Eliabu mũrũ wa nyina arĩ ũrĩa mũkũrũ akĩmũigua hĩndĩ ĩrĩa aragia na andũ acio. Eliabu agĩcinwo nĩ marakara nĩ ũndũ wa Daudi, akĩmwĩra atĩrĩ, nawe nĩkĩ ũiyĩrĩte gũkũ, na no ũtigĩire tũbũri tũrĩa tũtarĩ tũingĩ kũu werũ-inĩ? Nĩnjũĩ mwĩtĩo waku na ũmaramari wa ngoro yaku, nĩgũkorwo ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũke gũkũ nĩ atĩ wĩrorere mbaara.
Nake Daudi akikiuga atĩrĩ, kadagĩka atĩa? Ithe tũkũria ndoria. Bwana asifiwe. Amen. Nĩtwaigua matukũ 40. Nasikia siku 40. Gĩtungati gĩkĩ kĩa Afilisti kiumagĩra o mũthenya kũnyararithia Isiraeli. Alikuwa anatokea kila siku kujihakia Wanaisraeli. Na akikaga mũndũ ũngĩhota kũng'ang'ana nakĩo. Na alikuwa anakosa mtu ambaye anaweza ng'ang'ana na yeye. Hau ndio Daudi agĩtũmwo nĩ baba wao. Hapo ndio Daudi alitumwa na baba yao. Atuĩka ũrĩa anyuĩte. Aisha akagalia madugu zake. Ũngĩtwara na mohoro ũcio nĩũkuona atĩ andũ aya nĩmaikarĩte thikũ nyingĩ mũno mang'ang'anaga na Mũfilisti. Ukiangalia unaona hawa watu walikuwa wameng'ang'ana sana siku mingi waking'ang'ana. Ũtuĩka ũrĩa aria nyũmba yake ũndehere ũhoro. Wewe angalia ndugu zako upige majibu. Hau Paulo akĩenda hatwĩra atĩrĩrĩ. Hapa chini katuambia Rĩrĩa Daudi akorire Goliath akĩnyararithia Isiraeli. wakati Daudi alikuta Goliath Ũhoro ũcio ũkĩũkua na njĩra nene. hii mambo akaisema na jambo kubwa sana. Na akĩanjia kũũria nĩ atĩa mũndũ angĩkwo. Na kaanza kusema ni aje mtu anaweza fanyiwa. Ũyũ ũngĩũraga ũyũ gĩtungati gĩkĩ. Mwenye anaweza ua huyu. Na akĩanjia kwĩrwo maũndũ marĩa mũthamaki oigĩte. Anaanza kuambia vile mfalme amesema. Nake kiugo gĩkĩiga mũrũ wa nyina akĩigua. Neno nasema ndugu yake akasikia. Ndĩrenda wende wone. Nataka ukuje uone. Mũthamaki Saũlũ Mfalme Saul nĩaremetwo nĩ gĩtungati gĩkĩ. akashika na huyu. Na ndathiaga kũng'ang'ana na Afilisti. Hakuwa anaenda kung'ang'ana na Wafilisti. Akoya nĩ ta Ruto. Sasa tuseme ni kama Ruto. Rĩngĩ agakwĩra ũrĩa ũngĩka ndigane ũrĩa ũgwĩka. Sasa anasema anakuambia vile unaweza fanya. Atĩ andũ anyu nĩmekwehererio igoti. Watu wengi wataondolewa hii. Kodi Kwenda ushuru. Watu wetu wataondolewa ushuru. Utaoa binti yake ya mwale. mambo makuu. Watu manene mali auleo. Mimi nikiangalia na mawazo ya kiroho. Neno na kiroho. Naona Sauli akiahidi juu ya haya mambo. Wana Sauli kinani kwa mambo. Hakuwa akiona katika nchi ya Israeli. Wanataka Israeli. Kama pawezaonekana. Mtu anayesimama atakayesimama na Goliath. Na uiwe. Kama angeona kuanza kuwa. Angesema binti yake atapeana. Angesema atamuondolea ushuru wa familia wao. Kwa hivyo alikuwa akisema ndio wekora handũ ta hau. Ũgakora mũndũ ũrakwĩra rĩu ndiendete ngari. Akwenda mũtungatĩri witũ ekĩte ũguo gũkũ Njũgũna no aririkane. Tweka harambĩ akĩona andũ othe ta maninire mbia. Watu wote wamekuwa wanaliza pesa. Akasema na hizi pesa za shamba zitoshe. Nani atanunua Biblia yangu? Nani anaweza kutuka nani alinunua? Wairia akanunua. Amen. Hapo akijua kama kutakuwa. Apeane Biblia yake hacho hivyo. Unajua nyingine alinunua. Alisema nani? Kutoka 2000. Wairia akanunua. Huyu mfalme Sauli. Akisema yule atakaye kuua Goliath. Atafanywa hivi. Afanywe hivi. Afanywe hivi. Hapo akiona kama mawazo yake ya kimwili kama kwaweza kuwa na mtu anaweza ua Goliath. Hebu nikwambie kwa maisha yako. Bila hali watu wanakuleka. Wakasema hata ikiwa wanaitembea ameokoka. Hata ikiwa mama Irina ameokoka. Hawezi fika. Hawezi fika. Shetani anatuwekea kipimo. This is the day. Tunafika pale. Shetani anatuwekea kipimo. Sisi watu wa kawaida. Tungewekewa. Maana hatukuwa na mafuta. Lakini
angeweza kupeana binti yake nchi yote ya Israeli. Alikuwa anasema afurahishe watu, lakini Mungu aliyekuwa akijua kunaye aliyekuwa amejua mafuta. Hata saa hizi tunelee yale anatusumbua, zile changamoto tuko nazo, tunaye atakayeitoa kipimo, maana Mungu ametumwagia mafuta. Sisi si watu wa kawaida. Kupitia mafuta yake alimwambia hakuna wewe ile kusi za baba yako umeachia nani? Mimi unauliza. Mpaka Daudi akanyenyekea. Hata kwa kanisa watu wanaona kama hivyo mama Ikebea ametokea. Huyu alikuja juzi. Huyu alikuja juzi akaweza. Maana uko na mafuta. Hata kwa ibada utaweza. Hata kwa kwa tupe utaweza. Maana uko na mafuta. Na aliposema hivyo, mfalme alimuita ili amfike mavazi ya vita. Daudi alipomalizwa hayo mavazi, hakuwa hata akiweza kuenda. Haona vita yake haikuwa ya mavazi, ilikuwa tu ya mafuta ile alimwagiwa mbeleni. Bwana asifiwe. Tutaenda kwa hospitali na tuitishwe pesa. Wale ambao hawana shawa pia walijiste. Lakini si yuko. Tunapenda kupitia mafuta. Si kwa vitu zetu, si kwa farasi, si kwa gari moshi, lakini ni kupitia mafuta. Daudi akanyenyekea. Na unafuata mawazo ya mtu. Wakati ndugu yetu na familia wake alinunua shamba, watu hata wanaenda kwa tajiri yake. Tuchunguza huyo asiye anakuibia. Maana wanaona yule Mungu tunaamini kama hawezi kufikisha dada yetu mpaka hapo, lakini anaweza kupitia mafuta. Kuna vitu vyote, si kwa kujitahidi ama kutafuta zaidi, lakini hata tukiwa tumelala kupitia mafuta tutabarikiwa. Kujui Isa kalipanda kukiwa na jua. Isa kale hadile kwa oliwa na sigata kule oliwa kwa nendani wale tuharai hadi moshiate kuna moshiati kukweli tadelia sikuna katumesima kukerara katumesima nikuna takera mafuta mwana ni ya kumana kihoki agai kihoiga na hau mbele ate nilia kaunti oigire negoti na nekonengana na Mfilisti na kiatumira kiacha kujonoria Daudi wakati agaikiwa alita kuisho sia bara wakati alikuwa hiyo mavazi ya vita ile kama odo wake mchukua kabali yake akiungalia kuhinga tutano na kiweba na hiyo kitu ya kurusha hivi ya mshale. Hebu natuite kama mshale kihuta na kihuta agaitiro igatiriri Mfilisti ucio akimwona kwa watu wagui icio iria hoterete na mwere waku mothe nĩngũheneana kwĩ nyamũ cia werũ-inĩ na furahi kwa yale maneno Daudi aliyanena. Daudi akirugama mbele ya Goliathi akimweleza ng'ombe itimwa ya kifereti na tena alivyoweza nani yekana kihoki ya gari wa Israeli
kumnunulia. Alikuwa na jiwe. Na alikuwa na hiyo paso ya kubeba mawe. Ile mawe ndio alikuwa akitaka kutumia kwa Goliathi. Hebu nikwambie, hiyo jiwe ni neno la Mungu. Neno la kwanza alimwambia, mimi nitakuja kwa neno la Bwana wa Israeli. Wewe ukikuja na mishale, ukikuja na vitu ya vita, mimi nitakuja na neno la Bwana wa Israeli. Hiyo ilikuwa neno. Haya, hii packet ilikuwa nayo ni goro yako. Goro yako inashuga iliko. Goro yako ndano nabo dogo nyororia re. Goro yako yuba ashuga iliko. Yuba na yugale iliko ya kota. Goro jua waka mbele yako. Ndio kinyi goro yako yuba ashuga iliko. Watu kama wanajua ndio kali kitu. Unamwambia akuwe na hauna kitu. Ungeona strategy sio ile swala. Ukiangalia hivi Sana asifiwe. Tuzokia gari. Neno la Mungu. Watoto wakae chini na watulie, tusikie neno la Mungu. Haya ni chini. Tuzokia gari taradia, unaona kitu ni. Neno la Mungu linaongea kuhusu kitu. Liliatiana emaine siago siaofia mipiano. Wakati kwa naenda katika hema zao. Ibaingia heri wa akuwe akawa na hapo siao. Kile vitu aliambiwa tena ya kupigana nayo. Wewe fika kina mwaki. Tuni ikiwa na moto, akuwa bebe nyungu, alafu akuwe tarumbeta. Akienda anasema ni Mungu wa Gideoni. Bwana asifiwe na Waisraeli. Tunaona ile vita Mungu anataka tupigane. Si kurushia adui yako maneno asikie unajua. Na anakuweka usiku wa kuona mchana. Unataka saa hizi ya kuona mchana. Wanyamia kutoka leo. Kwa na leo na shimaka lezia kuruga. Kwa akiba yako. Maneno ya kusema kwa yako. Kwa akiba yako. Sisi wa goro yako ule. Tukimuze wa gorori. Sisi wa Lile kiwango ya kwa wakati ukimile. Yala mwalimu wako kije kina hapo kuje pia. Oyoma geredia na shingo ibeto. Unajivumilia na nini? Ndio dada dilile. Wanatimenya waka kaida tola na ngani. Wao na tare gari. Hapa tusinka kuna Mungu. Akisa italia kaja wako na ndio wako ile hangie. Shetani anaanza kukupea masababu. Daudi ile akiba ya kibokia gari. Daudi alitegea hazina ya neno la Mungu. Alikuwa tohiga. Akabebe tumawe. Na ile akoni ya do alipelibe. Alitokezea. We ale na matimbo. Alikuwa na mikuki. Ale na roho upanga. Na makenganga na mama Daudi. Wakang'ang'ana na Daudi. Naona Daudi akichukua hatua moja kwa moja kuelekea ile pale Goliathi wako. Daudi alichukua hatua. Anaenda kule adui yake ako. Neno la Mungu linasema aliweka jiwe. Na hiyo mshale. Na aliporusha. Ile jiwe liliingia katikati ya pale. Hizo nguo anavaa.
zinashikana. Jiwe liliingia hapo. Unaona katika nene ya nguo yake. Mama zilikuwa zimekutania hapa. Gari kigera hao. Mama ilipitia hapo. Gari kiboraka. Na ikamuua. Bwana asifiwe. Kimo kia kai hatu hadu nitakia hiyo. Ikamuua kuna maji. Sasa ni wakule dikinya magira. Hapa ni wakati kumekuwa sasa kile hacheka dikiwa ndio magira kinya. Mambo yote Sasa kwa hapo yote dikiwa ndio magira kinya. hata kama iko chini na ukiwa na inafika. Sasa nikiwa ile ya watu wa tawanya ile tulikania. Ndio ya mapio ambayo ilipitia hapo. hapo. Ndio watu ya gani? Uhulia wa gani raja. Tunake leo tirado nitaandikinya. Sasa kujua Hata na wewe kwa yake. Wewe kwa yake kwa hiyo. inaweza kujua. Wakati unakuwa unaweza ongea. Wakati uko chini unaweza kukuongelesha na iweze Neno la Mungu linaweza kukaa mahali popote. kiunga kile kile hapo. Linaweza kuingia mahali popote. Kile hapo. Hata ikiwa umeisha, neno la Mungu likinenwa linafanya. Kile kitu kimoja kingine na Neno la Mungu likisemwa linaonekana. kiunga kile Mungu anaingilia mahali popote katika shida zetu. Leo tunaingana na uminyaro nzuri tu. Mungu anaingia katika ile kufinywa kwetu. Gombe kwa igawa ena kusia sumare. Ule alikuwa anashindwa nilikuwa na hii mavazi ya chuma. Kaida wakagaje kio kage moni gapo. Kama nilirusha ya nilipika wapi? Okoro gite niloe kelio tukoro ya leo kwa kawe. Unaweza rusha mara inoke ile mkuta. Sare ni teri hilala kawaida. Iko mara ya kawaida. Ilikuwa neno la Mungu. Yale kiungo. Na ili awe Goliath. Sasa wakati Goliath. Na ili Waisraeli wasiwe wanadhihakiwa kila wakati. Israeli walikuwa kujoro. Na alipilipwa rushwa. Nani kilio? Neno la Mungu linasema iligonga Goliath. Yuko katika wakati bila Goliath Akaanguka. Na hata Wafilisti wakakimbia. Ila Wafilisti wakiona. Na maana alikatwa ile kichwa yake. Tunataka ndio mtu wewe. Kichwa yake alikatwa na panga lake mwenyewe. Daudi hakuwa na panga. Alikatwa na panga ile alikuja nayo auwe Daudi. Ano nalinde mtoto shito mwa maneno ya Hagira. Ayo nalinde mtoto shito mwa maneno ya Hagira. Lepo ni na namo. Wakajimaliza nayo. Nimaliza roho. Roho kwa ya kuwa. Abo tani amorite. Nano yako zaire. Mudanya wa mbele, Akamtuka siku ya kwanza, mturuke mudanya wake, siku ya pili, mudanya na hiyo mali ngapi? hakuwa na nini, Mali na masoro. walikuwa na Mturuke ginya siku ya mugwanja. mturuke mpaka siku ya saba. Kila mmoja siku ya mugwanja. Katika siku ya saba, Mturuka mukianagerera. mtatukuka Mukiragi ora wakaiwe. Mukiragi ora wakaiwe Israeli. kwa Israeli. Kama tiko na mporo Kupita itabomoka. Hapo ndipo wapi? Haipo kitu kingine. Ali na linde mito. Sasa na kupita hapo ndio matoa ni bidii. Hiyo ndio tolena kayo to ana bidii. Sasa tunapa kale pale situso sina kuona hata ngolia. Kila kitu ndio hapo kitu kitani. Hata kitaro wa kwadrati pepe. Ndio tule ndio kale kwa hiyo. Mami sana kwa mtanera. Mali bana sisi ndio tuwajera. Ndio kwa waende. Mali kwa waende. Hao kama ndio tuingizwa. Ndio wao wanaitete. Hao wametuletea ni watapata na hiyo. Ndio ndio kakurure. Ila itakakuta kwetu. Ndio gerado yako ilima. Ni ukichimbia adui yako shimo. Daudi dakuile
Onye rwaje roro kuraga Goliath. Labda kwa metono mpaka kuwa Goliath. No okinya hende ya gutinio. Ndio ndire ya gutinio. Ona sikiwe. Ukata na ule panga Wale nao watu kirore patara. yenye utahitaji Yako ikiwa bora. na kutimiza hili Mambo maisha yako. Bwana sikiwe. Kirore patara. utahitaji Yako ikiwa hao. na kutimiza Kirore uko ya maisha yako. Bwana sikiwe. Ebe mwatene siku moja kitambo mutumia makiria no hiki. Aya gongo toko wa Feroni vya kumumenya. Dosia kesi ngana tirire. Tugathie tuone uria egwika. Tugathie tondũ kinya harĩa twaragia ũhoro wa gĩthomo na gĩthomo gĩtiarĩ kĩingĩ matukũ mau. Rĩu na marũ wa ithe witũ ũcio ndanyitanagĩra kũringana na maũndũ marĩa magũngĩrora ciama ciĩkaga. Ndaiguaga kũrĩngĩka. Ndaiguaga gũtonyana nao. Na rĩrĩa ũhiki wakinyire wa mwanake wake magĩũka marore ũrĩa mwĩgũthiĩ. Na nĩo mathakarire igongona. Wĩkireheca mũrutwo mbaraca makĩneo makĩoya ũrĩa mũgũthiĩ. Iliokaa kupasipeti kule itue. Atuloka anapata itue. Leo kama wale wewe baba wanapile kana kenda ingia kama nile. Na wao ndio moya kwa hotela. Mwana ni atumia. Ndio kikoro na mwendo kwenda kwela. Ndio ingejezo ya kuboteko. Wewe mwene. Ndio kuingira. Akina kikuwekea. Ndio wote huo. Ndio wote wale tuwagera. Ndio wote kwetu kwenda dabu. Takata ushiko. Ndio wako yapo. Ndio wako tudirie kiko. This is the day. Israeli mataifa maponyorodi. Ndio siku ndio tole na mafuta. sisi tuko na mafuta. Wote wewe Na kutupikia. tole na mafuta wote waledelia. Ndio kwa wote tole pia. Hapana tutaenda. Ndio kwa kairi to ale toma na mafuta waledelia. Tunajua Mungu wetu akatunenea. Na ndio kama ndo kadomena mafuta. Tutakapofanya mambo kama tuko na mafuta. Tole kama ndo menainya. Tutakapofanya mambo ya nguvu. Daudi arega Goliath. Daudi wakati akikata Goliath, Muthamaki ajirie kuri Abineri atiriri. kwanza akaanza kumuuliza Abigaili hivi. Mwanake ũcio nĩ wao. Huyu kijana ni mwanani? Nake kĩanjia kũmũtarĩria nĩ mũrũ wa Jesii. Anaanza kumwambia ni Jesii. Bethlehemu. Na maikaraga kũna. Makĩanjia kũmenyeka. Wakaanza kujulikana. No kũmenyeka. Wakajulikana. Kĩu gĩthomo nĩ kĩrĩkũ? Hiyo kanisa ni gani? Gani kiuma na ordination ile leo nguo. Andũ acio nĩ akũ. Nginya ũrĩkaine ũkarigaga wa John. Ndomenyeka sama. Nĩtũkwanjia kũrĩrĩrio. Wakaanza Nĩ kuuliza. mawĩko marĩa Ngai witũ gũtwĩka. Na kũrĩa gũtũtwara. Baada ya kupeleka. Nĩweka maũndũ manene. Kũnyita kanitha wa Ngai nginya mĩciĩ-inĩ itũ. Ciana citũ igũthiĩ kũnene. Tũtirĩ andũ a kawaida. Kawaida tena. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ Daudi atoraganĩte. Wakati Daudi hakuwa ameuana. Angĩũrio nĩ mũthamaki. Wewe nĩũkũhota kũũragana? Wakaulizwa na mfalme, unaweza kuuana? Na nĩkĩo ndĩrakwĩra Saũlũ ndonete itũũra rĩao tarĩ kĩoneka mũndũ ũngĩũragana. Ndio sana hapo unaona kijiji kinaweza patikana mtu. Nĩkĩo eranagĩra maũndũ moru. Ndio alikuwa anaelezea mambo kiujinga. Bwana asifiwe. Daudi akaanza kumtaariria. Akaanza kumuelezea. Atĩ ndiye nĩndeithagia tũbũri. Mimi na nakugawa mbuzi na kugawa mbuzi. Baba werũ-inĩ. Babangu kwa Mbuza yoka. Ikienda kũnyita kori. Nĩmĩnyitaga ũguo ngamĩka ũũ. naifanyaga hivi. Akĩanjia arenda kũiguithia. Anataka kumuelezea. Tondũ mũndũ ũyũ nĩaramũira. Hapo mtu anaona Mũndũ wa gũtũkĩra kabũri. simba kishika mbuzi. Nĩnyitaga gatũra biacara Hivi nilipanga idarua. ngaruta kabũri mũmero-inĩ. Natoa kabuzi katika kinywa chake. Ageragia kũiguithia Saũlũ ũguo amũiguithie akĩenda amũreke. Nataka asikize sawa. Nĩtũmaiguithĩtie matukũ maingĩ. Nĩtũmaiguithĩtie matukũ maingĩ. No matukũ maiguithia rĩngĩ. Nĩtũkoria koria tũrĩa kwĩ.
Hapa kaja ndio kwa Daudi. Hapo karone leo karibu jari wakana. Hapo kama alikuwa Daudi ataua. Gega hao yule sasa hapo ndio bwana. Atakujua hizo mawazo. Aliona hapo. Bwana asifiwe. Nitakwenda kuya wakati wa kumwambia sisi ni nani atakana sera sisi niweza mwele tukimahoera watu wamekuja kuwaombea atakana pale hawa mania tunalitoa mbele lakini ndio hivi ya kuja kuisha ndio nasema kama tena mwana mali kama gari ndio nasema wale tuweka chombo na ngoro hasa kwa ndio tole yako kama leo kama umetoka na mahali wala ndio tole yako watamjua sisi ni wale hao mwana na watu wengine Jadi kan itu mau biar ibu apa pun mau buat. Jadi kan macam macam kita ada. Sekarang itu itu orang mau ada pun mau buat. Itu orang yang kan misalnya tu ada perbuatan. Atakuja kukuona. Orang yang ber. Mana sipir. Itu orang yang mau aja. Mana sipir. Dia kan misalnya kalau tu orang yang tu mana. Ada apa kira. Apa dia playa. Kufikia tulize sisi. Mana sipir. Daudi akianzia kule ndio wako. Daudi akaanza kuulizwa huyu wa nani? Anarekebika kule. Daudi anaoleta Goliath mtoyo. Hata kama amejua Goliath alimfikisha. Kuna wote mtoyo hata na maito. Tunajua mashida yetu juu na kama tule pia nalo huyo. Tunajua juu. Daudi anaoleta Goliath mtoyo. Tunajua Goliath kichwa juu. Akawa ile kijana cha Israeli. Tunataka kusikia wana Israeli. Sawa wote ndio utaangalia na Daudi. Hao tena anaanza kumshaka. Mungu ile cha kupeleka kule. Hata nifungulie chapter nyingine nikwambie. Goliath ndio ya Naibu. Sasa tumekuliwa juu. Nao hapo. Lakini roho mbaya. Kwa tunataka utengenania Naibu. Anaanza kumshaka. Ndio 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 tohota. Lakini sisi ndio hao washauri Daudi. Amen. Bwana asifiwe. Tena yupo na akija mwisho. Mashida yetu imefika. Wewe usitani kama hata. Lakini shetani hana. Hata kile ndio tohota nete. Wewe upi maduka. Hata tuliendelea bado. Wewe upi maduka. Hata kutufuata. Sio utengenania na morali wa Goliath. Hata kukibishana sisi tumeshinda. Hata wakati na wewe kama yeye ile kite. Mungu wewe uko tena ndio ndio tohota. hata kukibisha lakini hata Kwa hiyo tumekele na Mungu. Tunataka kama watu ya pili. Lakini wengine hukawe kama utundo wote. Ninataka kufanya yote. Ndio wale wale hahi. Wanalipale sika wakati. Wakati sina Ndio wale wale hahi. Wanalipale sio kinao wala kutia. Ndio wale wale hahi. Ndio wale wale hahi. Roma itoboe. Tukataka yote atolekeria. Nagaito na kukae na muno. Amen, 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 amen. 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 Wakati mmoja Yesu alikuwa anaongea akawaambia wanafunzi wake, kama mnasema mmelala hapo, mmesema mrushe neti tena pale pale. Bwana asifiwe. Kunao samaki. Inawezekana. Hata kama mmejaribu siku mingi, leo ni siku ya kipekee. Amepanga kutimisha. Amepanga kufikisha. Hata kama ulirusha usiku mzima, hata kama umejaribu miaka mingi, leo ni siku yako ya kupokea hilo uliko na taraji, hilo uliko nataka. Bwana asifiwe. Utaenda mbele ya Mungu, unaambia siku yao umesema.
Sema na Bwana, sema nataka Mungu shida uniokolee.
Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na tunakuinua Bwana. Asante Bwana vile umetutendea. Tumeona Bwana mkono wako. Tumeona Bwana ukichunguza mioyo yetu. Tumeona Bwana ukituinua tena. Watu walikuwa chini, sisi tulikuwa chini. Mioyo yetu ilikuwa imeshindwa, ilikuwa imegandamishwa na magonjwa, ilikuwa imegandamishwa Bwana na mapepo, lakini sasa umetangaza uhuru, umeshatangazwa, neema imeshatangazwa. Sisi ni washindi, sisi tutaendelea, hakuna kushindwa tena, bali tutashitana, bali tutaendelea. Tumepata nguvu mpya. Wakati Yesu alisita, alikuja, alisema sasa turushe neti. Yetu katika mahali imezama, mahali imekuwa na maji mingi, katika jina la Yesu. Katika kaikuma mutanya obwe, katika tuletawa hotani, katika tuletawa asidi, akolia, tuletoa sema arone utodekera, mwani tondo waliotekete, kwenye wale toya Kristo, walibora toiga, kwenye wakani bawe, tumetonga mwagani, na Tana, ile kumba, toize, shapara, ile tana, wale para, ile kota, tuma modanya obe, bora toiga, ona wetekia kula towetekia, towetekia na shapa, towetekia na shapa, toa grace ya kukai, ile wale toya Yesu, towetekia kukai, towetekia na ile mwanani. Wana kuma ugai, wana marama ukamuka ho, kawo hatandira, ndio washwari to yaku, ndio wagotea muno na twakuyoka. Bega ile waku na Mungu wa Yesu, ndio twafanya na twashokia gapo. Amen. 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 Wabariki sana. Amen. Na wainue sana. Ni vizuri kuinuana. Bwana asifiwe. Amen. Ni vizuri kuinuana. Ni vizuri